Hujambo, karibu sana. Leo tutaangazia njia moja rahisi lakini yenye nguvu kweli kweli ambayo familia inaweza kuitumia kuungana na maandiko. Basi, twende kazi. Sasa, hebu fikiria swali hili. Je, inawezekanaje hadithi moja tu ya zamani iwe na nguvu ya kubadilisha wiki nzima ya familia yako? Yaani, sio tu kusoma kitabu. Hapana, tunaongelea kuifanya Biblia iwe mwongozo halisi wa maisha. Lakini sasa, inakuwaje hasa? Basi, njia yenyewe inaitwa utafiti wa Biblia wa ugunduzi, au kwa kifupi DBS. Na kama unavyoona hapa kwenye hii ramani, ni safari rahisi sana, ina awamu 3 tu: ungana, gundua na zidisha. Hebu tuzipitie moja baada ya nyingine. Sawa. Awamu ya kwanza kabisa ni hii, ungana. Na ni muhimu sana kuanza hapa, kwa sababu inatengeneza msingi wa uwazi na uaminifu, hata kabla ya kufungua Biblia. Na hapa ndipo utofauti unapoanzia. Lengo si kuulizana tu, umeshindaje? Hapana. Lengo ni kutengeneza nafasi salama, mahali ambapo kila mtu, mzazi kwa mtoto, anajisikia yuko huru kuonyesha yaliyo moyoni mwake, mazuri na yale magumu pia. Unajua, ni kama kumkaribisha mtu mzima kabisa, sio ile picha nzuri tu anayotaka tuione. Na hivi ndivyo inavyoonekana kiuhalisia. Upande mmoja tunaona mafanikio ya familia, kuna ruzuku, kuna ushindi wa mechi, lakini upande wa pili unaona na changamoto zao halisi. Mama amechoshwa na kazi, watoto wana stress za mitihani. Sasa kuruhusu kila mtu aongelee pande zote mbili kunajenga uaminifu wa ajabu. Na sehemu ya mwisho ya kuungana ni uwajibikaji. Kauli hii ya Rohan inaonyesha vizuri sana. Swala sio kuwa mkamilifu, la hasha, ni kuhusu kukua. Anakubali bado anahitaji kukumbushwa, lakini pia anajipongeza kwa hatua ndogo alizopiga. Huu msingi unawaandaa sasa kwa ajili ya maandiko. Sasa tunaingia kwenye kiini cha mchakato wote, awamu ya gundua. Hapa sasa ndipo familia inakutana na neno la Mungu ana kwa ana. Mchakato wenyewe ni rahisi sana, lakini matokeo yake ni makubwa. Kwanza wanasoma kifungu kwa sauti. Halafu, na hii ndiyo siri yote, kila mtu anapata nafasi ya kusimulia ile hadithi kwa maneno yake mwenyewe. Yaani, fikiria unamwelezea rafiki yako ambaye hajawahi kuisikia. Hatua hii moja ndiyo inayofungua kila kitu. Hebu tazama matokeo yake. Watu 4. Hadithi ni ile ile moja, lakini kila mmoja anaona kitu tofauti kabisa. Rohan anaangalia vitendo, anamwona kaka mkubwa kama mwenye wivu. Mama Sara yeye anagundua hisia za baba anayewatafuta wanawe wote wawili, sio mmoja tu. Baba James yeye anapata mtazamo wa mkataba dhidi ya agano. Alafu Jiriana anaona ni sherehe ya neema. Yaani, hii yote kutoka kwenye hadithi moja tu. Ebu tuchimbue huu ufahamu wa baba James. Anasema hivi, kaka mkubwa alikuwa anaona uhusiano wao ni kama biashara. Nafanya kazi, unanilipa. Lakini baba yeye alikuwa kwenye agano la upendo. Wewe ni mwanangu, kila kitu changu ni chako. Huu ni ufahamu mzito sana, na ulitokana tu na kitendo cha kusimulia hadithi. Baada ya kila mtu kushiriki, wanajumlisha yale waliojifunza kuhusu Mungu. Wamegundua ni baba anayekimbia, ni msherehekejaji. Na kuhusu wanadamu, wameona kuwa mtu anaweza kuonekana mzuri kwa nje, lakini moyoni amepotea. Na pia kwamba sisi ni wepesi sana kuhukumu wengine. Ufahamu wote huu unatokana na safari yao ya ugunduzi. Lakini sasa, ufahamu peke yake hautoshi. Na hapa ndipo tunafika kwenye awamu ya mwisho, na pengine muhimu zaidi, zidisha. Hapa ndipo maneno yanageuka kuwa matendo. Hiki ndicho kinachofanya njia hii iwe na nguvu. Inahakikisha kwamba hadithi inasababisha mabadiliko halisi. Si tu kuwa na mawazo mazuri kichwani. Hapana, ni kuyaweka kwenye kalenda, ahadi halisi za jinsi utakavyoishi tofauti wiki inayofuata. Na hizi ndizo ahadi zao. Hebu angalia jinsi zilivyo maalum. Sara anasema atapumzika. James atamshangilia mwenzake kazini. Rohan ataacha wivu wa kimasomo. Na Jihana atapigana na mawazo yanayomvunja moyo. Unaona, kila ahadi inatokana moja kwa moja na hadithi walioisoma. Na hawaishii hapo. Wanazifanya ahadi hizi ziwe za timu.
Kila mtu anatafuta njia halisi ya kumsaidia mwenzake. Baba atamsaidia mama apate muda wa kupumzika, mama atamsaidia Rohan, na inaendelea hivyo. Wanasaidiana kwa upendo. Na hatua ya mwisho kabisa ni kuhakikisha hadithi hii haiishi ndani ya nyumba. Kila mtu anataja jina la mtu mmoja maalum ambaye atamshirikisha kile alichojifunza. Hii inahakikisha kwamba ugunduzi wao unaendelea kuzaa matunda na kuwagusa wengine. Kwa hiyo tumeona mchakato mzima, kuanzia kuungana kwa uaminifu, kugundua ukweli na kisha kuzidisha kwa vitendo. Sasa hebu tugeuze swali liwe kwako. Kauli hii inafupisha kila kitu kuhusu utafiti huu wa Biblia. Lengo hasa sio tu kukusanya habari nyingi kuhusu Biblia kichwani. La, lengo kuu ni kuruhusu hizi hadithi zibadilishe jinsi tunavyofikiri, tunapojisikia na muhimu zaidi, jinsi tunavyoishi. Basi, tunabaki na hili swali la mwisho. Baada ya kuona jinsi familia hii ilivyobadilishwa na hadithi moja tu, swali linabaki kwako. Ikiwa familia yako ingeamua kutenga saa moja tu wiki hii, ni ugunduzi gani wa ajabu unaowasubiri?